Mambo ya Walawi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Sadaka ya kuteketezwa. Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu. Ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele ya Bwana. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana. Kisha wana wa Haruni, hao makuhani, wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atachuna sadaka ya kuteketezwa na kuikata vipande vyake. Kisha wana wa Haruni watatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto. Kisha wana wa Haruni makuhani watazipanga kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu, lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji. Na huyo kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu, ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Naye atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele ya Bwana. Na wana wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. Kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake. Kisha atavipanga vile vipande juu ya kuni zilizo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji, na huyo kuhani atavisongeza vyote na kuviteketeza juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake atakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa, kwamba ni katika ndege, ndipo atakapoleta matoleo yake katika hua au katika makinda ya njiwa. Kisha kuhani atamleta karibu na madhabahu,
naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu, na damu yake itachuluzishwa kando ya madhabahu. Kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki, mahali pa majivu. Kisha atampasua na mabawa yake, lakini asimkate vipande viwili. Kisha kuhani atamteketeza juu ya madhabahu, juu ya kuni zilizo juu ya moto. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Mambo ya Walawi sura ya 2, mstari wa 1 hadi mstari wa 16. Sadaka za nafaka. Na mtu atakapomtolea Bwana matoleo ya sadaka ya unga, matoleo yake yatakuwa ya unga mwembamba, naye ataumiminia mafuta na kutia na ubani juu yake. Kisha atauleta kwa wana wa Haruni, hao makuhani, naye atatoa konzi moja katika huo unga mwembamba na katika mafuta yake na huo ubani wote. Kisha kuhani atauteketeza kuwa ndio ukumbusho wake juu ya madhabahu. Ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na huo uliosalia wa ile sadaka ya unga utakuwa ni wa Haruni na wanawe. Ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Tena utakapotoa matoleo ya sadaka ya unga uliokuwa tanuni, yatakuwa mikate isiyotiwa chachu ya unga mwembamba uliokandwa na mafuta, au maandazi yasiyochachwa yaliyopakwa mafuta. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga wa kangoni yatakuwa ya unga mwembamba usiotiwa chachu uliokandwa na mafuta. Utaukatakata vipande na kutia mafuta juu yake. Ni sadaka ya unga. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga ya chunguni yataandaliwa kwa unga mwembamba pamoja na mafuta. Nawe utamletea Bwana sadaka ya unga iliyofanywa na vitu hivyo, nayo italetwa kwa kuhani, naye ndiye atakaisongeza madhabahuni. Kisha kuhani atatoa humo huo ukumbusho wa sadaka ya unga, naye atauteketeza juu ya madhabahu. Ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na hicho kitakachosalia katika sadaka ya unga kitakuwa cha Haruni na wanawe. Ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Sadaka ya unga iwayo yote itakayosongezwa kwa Bwana
isitiwe chachu kabisa, kwa kuwa hamtateketeza chachu wala asali iwayo yote, kuwa ni sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Vitu hivyo mtavisongeza kwa Bwana kuwa ni malimbuko, lakini visifike juu ya madhabahu kuwa ni harufu ya kupendeza. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. Nawe kwamba wamtolea Bwana sadaka ya unga ya malimbuko, utatoa hiyo ngano katika masuke yake iliyochomwa motoni, ngano iliyopondwa ya masuke mabichi, ndiyo utakayoleta kuwa sadaka ya unga ya malimbuko yako. Nawe utatia mafuta juu yake na kuweka ubani juu yake, ni sadaka ya unga. Huyo kuhani atauteketeza ukumbusho wake, yaani sehemu ya ngano iliyopondwa ya hiyo sadaka na sehemu ya mafuta yake, pamoja na ule ubani wake wote. Ni kafara ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Mambo ya Walawi sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 17. Sadaka za amani na matoleo yake, kwamba ni sadaka za amani, kwamba asongeza katika ng'ombe, mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu mbele ya Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemtoa, na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania. Na wana wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana itakayofanywa kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikayo matumbo na mafuta yaliyo juu ya matumbo, na figo zake 2 na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno, na hicho kitambi kilicho katika ini pamoja na hizo figo, hayo yote atayaondoa. Na wana wa Haruni watayateketeza kwa moto juu ya madhabahu, juu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo katika kuni zilizo juu ya moto. Ni dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake kwa sadaka za amani atakayomchinjia Bwana, kwamba ni katika kundi la kondoo, mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu. Kama akimtoa mwana kondoo kuwa matoleo yake, ndipo atakapomtolea Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemsongeza, na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania.
na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana atakayoifanya kwa njia ya moto, yaani mafuta yake na mkia wenye mafuta mzima. Atauondoa kwa kukata hapo karibu na mfupa wa maungoni, na mafuta yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake 2, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini pamoja na hizo figo. Hayo yote atayaondoa. Naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu. Ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Na matoleo yake kwamba ni mbuzi, ndipo atakapomtoa mbele za Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake na kumchinja hapo mbele ya hema ya kukutania. Na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo matoleo yake dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake 2, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini pamoja na figo 2. Hayo yote atayaondoa. Naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu. Ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, iwe harufu ya kupendeza. Mafuta yote ni ya Bwana. Neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Mambo ya Walawi sura ya 4 mstari wa 1 hadi mstari wa 35. Sadaka za dhambi. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli, uwaambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia, katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe, na kutenda neno lolote la maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na atowe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe
na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu ya kuinyunyiza damu mbele ya Bwana mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu. Kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pande za madhabahu ya kufukizia uvumba mzuri mbele ya Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyoko mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha mafuta yote ya huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi atayaondoa, mafuta yote yafunikayo matumbo na mafuta yote yaliyo katika matumbo na figo zake 2 na mafuta yaliyoshikamana nazo yaliyo karibu na kiuno chake na kitambi kilicho katika ini pamoja na hizo figo. Hayo yote atayaondoa. Vile kama wanavyoondolewa katika ng'ombe wa kuchinjwa kwa sadaka za amani. Kisha huyo kuhani atateketeza juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha ngozi yake ng'ombe na nyama yake yote pamoja na kichwa chake na pamoja na miguu yake na matumbo yake na mavi yake. Naam, huyo ng'ombe mzima atamchukua nje ya marago hata mahali safi, hapo wamwagapo majivu, naye atamchoma moto juu ya kuni. Atachomwa moto hapo majivu ya mwagwapo. Na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi na jambo lenyewe likayafichamania macho ya huo mkutano, nao wamefanya mojawapo katika mambo yaliyozuiliwa na Bwana kwamba wasifanye, nao wamepata hatia, hapo itakapojulikana hiyo dhambi walioifanya, ndipo mkutano utatoa ng'ombe mume mchanga awe sadaka ya dhambi na kumleta mbele ya hema ya kukutania. Kisha wazee wa mkutano wataweka mikono yao kichwani mwake huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana. Kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa katika damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza mbele za Bwana mbele ya pazia mara 7. Kisha nyingine katika hiyo damu ataitia katika pembe za madhabahu iliyo mbele za Bwana, iliyoko ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atayaondoa mafuta yake yote na kuyateketeza juu ya madhabahu. Ndivyo atakavyomfanyia huyo ng'ombe, kama alivyomfanyia huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Atamfanyia na huyo vivyo hivyo, naye kuhani atafanyia upatanisho, nao watasamehewa.